Kazi na Utu, wajumbe wa Kamisheni ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Dr. Amos Nungu, Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Bituli Esther Mwambapa, Mkurugenzi Mtendaji wa CRDB Bank Foundation, wakurugenzi na maofisa kutoka COSTECH, watendaji na maofisa kutoka benki ya CRDB, wabunifu, wadau mbalimbali wa ubunifu mliopo na wanaofuatilia mubashara kwenye vyombo vya habari, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa siku ya leo. Pili, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati wageni waalikwa, wabunifu, wadau wa maendeleo, waandishi wa habari pamoja na wote mliohudhuria hafla hii. Uwepo wenu ni ishara ya kuthamini na kuunga mkono juhudi zinazofanyika katika sekta yetu. Nipo hapa kwa niaba ya Profesa Adolf Mkenda, mbunge, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, ambaye alitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Hata hivyo, kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wake, hakuweza kuhudhuria na hivyo amenituma nimwakilishe kwa niaba yake. Nichukue fursa hii kuwapa salamu nyingi sana kutoka kwake, na anatambua kazi nzuri inayofanywa na COSTECH na CRDB, lakini anatambua kazi nzuri ya ubunifu ambao unafanywa na wabunifu wetu. Tunamshukuru Mungu kwamba kabla hajaondoka aliacha maelekezo kabla hajaenda kwenye kampeni, lakini tunamshukuru Mungu kwamba Mungu amemrudisha katika nafasi hii na sasa atajionea matunda ya yale ambayo aliyaasisi yeye akiwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia katika kipindi kile cha awamu ya kwanza. Ndugu wageni waalikwa, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilitenga fedha kiasi cha dola za Marekani milioni 1 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 2.3 kwa ajili ya kutoa mitaji wezeshi kwa njia ya mikopo nafuu kwa wabunifu wanaofika hatua ya kupeleka sokoni bidhaa au huduma zitokanazo na ubunifu wao. Fedha hizi zipo kwenye mfuko wa Samia wa ubiasharishaji ubunifu uliozinduliwa Novemba 2024. Ndugu wageni waalikwa, mfuko wa Samia wa ubiasharishaji ubunifu, yani Samia Innovation Commercialization Fund, ni mwendelezo wa hatua za makusudi za serikali kupitia Wizara ya Elimu kutambua umuhimu wa dhana ya ubunifu. Hadi sasa wizara imeweza kutambua wabunifu 3300 kote nchini kupitia mashindano ya MAKISATU. Kati ya hao wabunifu 300 wameendelezwa kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji sayansi na teknolojia wa COSTECH. Ndugu wageni waalikwa na Watanzania wote, kutokana na wingi wa wabunifu nchini, serikali ya awamu ya 6 imewezesha na kuelekeza Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH kuwasaidia wabunifu ambao wengi wao ni vijana kukabiliana na changamoto za ushindani sokoni. Uwekezaji ulifanyika COSTECH ni kwa ajili ya Watanzania wenye bidhaa za ubunifu wanaokosa mitaji ya kuingiza bidhaa zao sokoni. Ndugu wageni waalikwa, kama mnavyokumbuka, tarehe 17 mwezi wa Aprili mwaka 2025 tulikutana kwa ajili ya tukio kubwa la utiaji saini makubaliano kati ya COSTECH na benki ya CRDB kwa lengo la kutekeleza jukumu hili la kuwezesha wabunifu kupata fedha kutoka kwenye mfuko wa Samia wa ubiasharishaji ubunifu. Makubaliano yetu yalikuwa serikali iwekeze bilioni 2.3 kutoka kwenye mfuko na benki ya CRDB watawekeza bilioni 2.3.
na hivyo kufanya mtaji wa kuwezesha wabunifu kuwa na jumla ya bilioni 4.6. Ndugu wageni waalikwa, nimefurahi na niwapongeze wabunifu ambao wengi ni vijana waliochangamkia fursa hii. Tumemsikia Bwana Paul Musiba Kitema ambaye ameweza kuongeza thamani katika asali na mazao ya nyuki na hivyo kusafirisha nje ya nchi zaidi ya tani 60 za asali na nta. Ubunifu wake umeweza kuingiza fedha za kigeni nchini zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200. Tunampongeza sana. Aidha, kupitia taarifa ambayo imetolewa na mkurugenzi wa tume kuhusu Bwana George Buchafwe ambaye amewekeza katika teknolojia ya kuchakata chikichi katika halmashauri za Mlimba mkoani Morogoro pamoja na Kibiti mkoa wa Pwani. Uwekezaji huu umeweza kuongeza ajira kwa Watanzania, naye tunampongeza sana kwa uwekezaji huu. Hii inatuonesha kwamba vijana tukijipanga vizuri, haya yote yanawezekana, na hasa serikali ya awamu hii ya 6 tayari imeshatandika zulia kwa vijana kupata fursa hizi. Kwa hiyo haya yote yanawezekana vijana tukithubutu. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na habari hizi njema, nimesikitishwa na kasi ya uchukuaji wa mikopo hii. Nimeambiwa kuwa katika kipindi cha miezi 10 vijana 7 tu ndio wamenufaika na mfuko huu wa Samia. Hadi sasa ni shilingi milioni 767 tu zimechukuliwa kati ya bilioni 4.3. Kutokana na idadi kubwa ya wabunifu waliopo nchini, matarajio yangu yalikuwa fedha zote hizi ziwe zimechukuliwa ndani ya mwaka mmoja. Ndugu waalikwa, katika taarifa zote za watendaji wakuu wa COSTECH na wa benki ya CRDB zimeainisha changamoto kadhaa za utekelezaji wa mpango huu. Tumesikia baadhi ya waombaji walikwama kwa sababu mbalimbali ikiwemo kukosa taarifa sahihi au bidhaa na huduma zao kukosa sifa mahususi za kibiashara. Nimefarijika kwamba mmeanza kufanyia kazi hizi changamoto, hasa kwa kuandaa mafunzo kwa wabunifu ili kuwapa nyenzo na uwezo wa kunufaika na fedha hizi. Nitoe wito kwa COSTECH na CRDB Foundation kuendelea kuelimisha wabunifu zaidi ili wapate uelewa kuhusu fursa hii adhimu. Kama kuna changamoto za kimfumo, tafuteni ufumbuzi wa haraka ili fedha hizi ziwanufaishe wabunifu wetu kama ilivyokusudiwa. Na wakati mkurugenzi wa CRDB anazungumza hapa, wa CRDB Foundation amesema kwamba huko nje vijana ni wengi wenye uhitaji. Kwa hiyo tuangalie ni wapi kuna ombwe, kwa sababu fedha zipo, vijana nje wapo wengi ambao tunajua wana uhitaji, lakini fedha zipo hazijachukuliwa, hazijafika hata 10% ya fedha ambazo zilizopo ambazo zimechukuliwa. Kwa hiyo niwaombe sana CRDB na COSTECH mkae chini muangalie ni sehemu gani kuna ombwe ama kuna gap ambayo inafanya hawa vijana hawazifikii hizi fursa ambazo zipo. Ndugu waalikwa, nitoe wito kwa vijana wenzangu wote wa Kitanzania mwenye ubunifu unaoweza kuwa bidhaa au huduma kufanya maombi ya mitaji hii kupitia COSTECH, na tusichoke. Hata kama fomu ile ina maswali 100, vijana tujazeni. What does it take kujaza fomu ya maswali 100 na wakati unataka milioni 200? Kwanza kile kipimo tosha. Kwamba are you serious kweli? Unataka milioni 200 lakini unaishia njiani kujaza fomu ambayo yani wengi wanasema kwamba ina maswali mengi. Kweli? Alafu tukupe milioni 200. Unashindwa kujaza fomu ya maswali mengi. Kwa hiyo let us take our time. Tuchukue muda wetu vijana kujaza hizi fomu. Fedha zipo. Twende tukachukue, tujikwamue na yale ambayo yanatukwamisha huko mitaani. Nasisitiza tena,
fedha ipo. Na hii inanikumbusha kuna clip moja hivi inatembea kwenye mitandao, waziri wa fedha wa Uganda anawaambia wenzake, colleague, money will come. Hapa Tanzania tunasema colleague, money is there. Twendeni tukatumie hizi fursa ili tujikwamue kule ambako tumekwama huko mitaani. Nasisitiza tena kwamba fedha ipo. Ombeni vijana mkafanye biashara ili kuongeza kipato binafsi na kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Baada ya kusema hayo machache, nawashukuru sana kwa kunisikiliza na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.